Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maombi ya kushika kitu cha thamani ulicho nacho ama ulichopewa. Majina yangu ninaitwa Mwalimu Amos. Tafadhali ambatana nami. Maneno ya Mungu kutoka katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 11. Biblia inasema, naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa, nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenye lile jipya. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yako yana kitu cha thamani mbele za Mungu, na ndio maana Mungu alikufa msalabani na siku ya 3 akafufuka. Hiyo yote ilikuwa ni kwa ajili akupe kitu cha thamani na upate maisha ya thamani. Mbingu zilikaa kimya zaidi ya miaka 430 zikimtafuta ni nani wa kwenda duniani akamwokoe mwanadamu. Hakupatikana, ila Yesu peke yake akasema, nitumeni mimi niende duniani. Ndipo akaonja mateso ya mwili wa mwanadamu, akadharauliwa, akatemewa mate, akadhihakiwa. Yote ilikuwa ni kwa ajili ya kupata kumwokoa mwanadamu. Shika sana ulicho nacho. Ulicho nacho ni cha thamani kubwa sana. Biblia inasema, si ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliowachagua, ili mpate kuzaa matunda, tena matunda yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yako yana kitu cha thamani. Uchumi wako una thamani ikiwa utakuwa ndani ya Yesu Kristo. Ndoa yako ina thamani ikiwa utakuwa ndani ya Yesu Kristo. Familia yako ina thamani ikiwa utakuwa ndani ya Yesu Kristo. Elimu yako ina thamani ikiwa utakuwa ndani ya Yesu Kristo. Mambo mengi katika maisha yako yana thamani ikiwa utakuwa ndani ya Yesu Kristo. Shika sana ulicho nacho, asije mtu akakitwaa. Yapo mafundisho mengi ya uongo. Zipo madhabahu nyingi za uongo ambazo zinaweza kupeleka nje ya mapenzi ya Mungu. Unachotakiwa ni kushika mafundisho ya mwanzo ya Yesu Kristo wakati anakuokoa. Usije ukakengeuka, usije ukabadilika. Mng'ang'anie Yesu ili kitu cha thamani ulicho nacho kisije katwaliwa mkononi mwako. Unahitaji kung'ang'ania uzima wa milele ambao ni kitu cha thamani mbele yako, ambacho ni kitu cha thamani mbele za Mungu. Shika wokovu ulio nao. Shika vitu vya thamani ulivyo navyo, asije adui akavitwaa. Unahitaji maombi. Yapo mafundisho mengi ya uongo. Zipo nguvu za kishetani ambazo zinatamani kulenga maisha yako ili kukupokonya kile kitu cha thamani ulicho nacho. Shetani ni baba wa uongo. Shetani ni mwenye hila, anatamani akudanganye ili aweze
kukuangusha. Anatamani akuangushe, ndio maana yeye anajaribu kuleta mitego mbalimbali katika maisha yako. Akisha kunasa, maisha yako yatapotea na kile kitu cha thamani kitaondoka. Tafadhali ungana nami katika muda huu ili niweze kukuombea mbele za Mungu. Kile ambacho ulicho nacho kisije kikakutoka. Kile ambacho ulicho nacho kisije kikatwaliwa mbele zako. Ungana nami. Rudia maneno haya. Bwana Yesu, Mungu mzuri na Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni Mungu mzuri, Mungu muumba mbingu na nchi. Bwana Yesu, niko mbele yako. Nimetambua kwamba wewe ni kila kitu katika maisha yangu. Bwana Yesu, ninaomba niwe wako. Nitakase kwa damu yako. Nisamehe dhambi zangu zote. Ufuta jina langu katika kitabu cha hukumu. Liandike jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Nimeahidi kuwa wako katika maisha yangu yote. Bwana Yesu, ninaomba unisaidie niwe wako. Yatunze maisha yangu. Ninaomba Roho wako Mtakatifu anitie nguvu. Anisaidie kutenda yale ambayo yanipasayo kutenda sawa sawa na mapenzi yako. Bwana Yesu, ninaomba unishike. Ninaomba uniongoze. Ninaomba unisaidie katika maisha yangu yote, ili niweze kuyashika maneno yako, nisikukosee wewe. Ili niweze kukana wewe, nisikupoteze wewe, Mungu wa thamani. Najua vyote nilivyo navyo viko hai ni kwa sababu ya uwepo wako ndani ya maisha yangu. Ninaomba Bwana unisaidie. Ninaomba Bwana unisaidie. Ninaomba Bwana uniongoze. Maisha yangu si kitu bila wewe. Maisha yangu hayana thamani bila wewe. Ikiwa wewe utazidi kukaa ndani yangu, maisha yangu yana thamani. Ninaomba Bwana nikae na wewe. Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Ninakuhitaji Yesu katika maisha yangu. Ninakuhitaji Yesu katika ndoa yangu. Ninakuhitaji Yesu katika biashara yangu. Ninakuhitaji Yesu katika masomo yangu. Ninakuhitaji Yesu kila kona ya maisha yangu. Wewe ni Mungu. Wewe ni Bwana. Baba, ninakushukuru kwa kuwa unanitendea. Bwana, ninakushukuru kwa kuwa umenitendea. Yote nimeyaomba ni katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen. Ndugu ambaye umefuatana nami katika maombi haya, ninakusihi ufumbe macho niweze kuombea. Bwana Yesu, Mungu wa mbinguni na Mungu wa baraka, ninakushukuru kwa ajili ya ndugu huyu. Yeye amekuja kwako, amekubali kuwa wako. Bwana, mpokee na muongoze. Ufuta jina lake katika kitabu cha hukumu. Liandike jina lake katika kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu, ninaomba umsaidie katika jina la Yesu. Ondoa laana na mikosi katika maisha yake. Mpe kutunza thamani zote alizonazo katika maisha yake, ikiwa ni pamoja na wokovu
uliompatia kwa njia ya msalaba. Bwana Yesu, ninaomba umsaidie, maana yeye bila wewe hawezi. Bwana muongoze, Bwana msaidie. Ninaomba Bwana umsaidie, yapiganie maisha yake dhidi ya hila zote za shetani. Kila pando solipanda katika maisha yake ninaling'oa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Bwana msaidie, Bwana muongoze, Bwana mtetee. Anakuhitaji siku zote za maisha yake. Wewe ni Bwana, wewe ni Mungu, wewe ni Mwokozi. Hakuna aliye kama wewe. Asante Bwana kwa kutabariki familia yake, tabariki uchumi wake, tabariki biashara yake, tabariki maisha yake, tabariki ndoa yake, tabariki kila kitu katika maisha yake. Maana wewe ni Bwana, ukiahidi unatenda. Wewe ni mwaminifu na hakuna aliye kama wewe Jehova. Asante Yesu, asante Bwana, asante Mtakatifu. Yote nimeyaomba ni katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu ambaye umeomba nami maombi haya, Mungu akubariki sana. Ikiwa unahitaji maombi na maombezi ama ushauri na mambo mengine, usisite kuwasiliana nami kwa simu nambari 0786 61 42 mwisho 10. Namba hii unaweza kuitumia WhatsApp ama kutuma ujumbe mfupi ama kwa kupiga moja kwa moja kwa namba hii ya kawaida ambayo nimekutajia. Mungu akubariki sana sana. Majina yangu ninaitwa Mwalimu Amos Leonard katika huduma hii ya Credibility Generation. Mungu akubariki sana sana. Amen.